Naomba niseme na vijana ambao tulitangulia kuja mjini, lakini katika hali ya kutangulia tukajikuta tumewazibia riziki wadogo zetu waliopo vijijini, na wao pia walikuwa na shauku kubwa sana ya kuingia mjini, lakini sisi ambao tulitangulia tukajikuta tumeziba riziki zao za kuja mjini. Naomba nisikilize kwa umakini, tumezibaje riziki ya wadogo zetu wameshindwa kuja mjini? Na kama ni miongoni mwa watu ambao walifanya vitu hivi, basi elewa ulikuwa chanzo cha kumfanya mdogo wako asije mjini. Zamani matajiri wa mjini walikuwa wanawaamini sana vijana wa vijijini. Hawakuamini vijana wa mjini, ila waliamini vijana wa vijijini. Yaani huyu tajiri aliamini kijana wa kijijini akija nyumbani kwake, kwanza atakuwa na heshima, lakini pia atafanya kazi kwa sababu amekuja kufanya kazi. Kwa hiyo alikuwa naamini sana huyu tajiri, mtu wa kijijini. Yaani alikuwa yupo tayari kutoa gharama zozote amfate kijijini, amlete mjini, na anamleta kuja kufungua geti tu. Yaani alikuwa naamini huyu kijana akikaa getini atafanya kazi vizuri. Kwani unafikiri huyo tajiri alishindwa kuchukua kijana wa mjini akampeleka getini kwake? Huo uwezo anao, na huo mshahara wa kumlipa anao, na sio kwamba huyu wa kijijini ni mshamba sana kiasi ya kwamba atalipwa pesa kidogo. Hapana, ila tajiri alikuwa anaitumia hiyo fursa ya kijana wa kijijini, kwa sababu kijana wa kijijini amelelewa kwenye malezi ya heshima, ila huyu wa mjini ni changamoto. Sasa tulipokuja mjini, sisi ambao tumetoka kijijini tukajisahau kwamba kuna wadogo zetu wanatakiwa waje. Tulipojisahau tukajifanya kwamba